Bana, ni siku chache ambazo basi nafikiri mwezi mtukufu ulikuwa umeanza. Harmonize aliweza kuweka wazi kwamba anatamani basi wasameane pamoja na Diamond Platnumz, lakini nyuma ya jambo lile alimwomba Diamond Platnumz msamaha, yani wazi hakutaka yale mambo yaendelee yale ya mtandaoni ya kusumbuana hapa na pale. Lakini pamoja na hayo yote aliweza pia kushare msikiti ambao walikuwepo wana jaribu kujenga kuanzia kipindi cha nyuma, lakini mwisho wa siku mabaya yalipokuja basi kutokea hapo kati ya Harmonize pamoja na Diamond Platnumz kuweza kuvutana mashati huku na kule, basi msikiti ule uliweza basi kusimamishwa. Naweza ngasema kwamba kwa upande wa kwake Harmonize yeye ni kama vile aliona kama vile jambo lile lilikuwa ni jambo baya sana kwa upande kwake, kwani msikiti ule ulikuwa unajengwa huko kwao, na mwisho wa siku msikiti ule ulisimama na ukweza basi kuendelea katika siku za usoni. Sasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mambo baadhi yalianza basi kuwa yanaenda taratibu, lakini pia katika kipindi hichi hapa mwezi mtukufu wa Ramadhani umeweza kuisha. Katika siku ya leo basi ameweza kuposti moja kati ya video ambayo inaonyesha kwamba msikiti ulipofikia msikiti kwa hivi sasa umeshaweza kuwekewa bati, bado vitu fulani tu mpaka msikiti uanze kung'aa kwa mara nyingine tena. Ila maneno ambayo ameandika Harmonize katika ukurasa wake wa Instagram yanaashiria kwamba ni mambo mazuri yanakuja katika siku za usoni, na kuna vitu ambavyo yeye mwenyewe binafsi anajivunia. Na itambulike kwamba baba yake Harmonize ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwepo anahusika pia na masuala ya kidini pia, mpaka kwa hivi sasa inavyosemekana bado ni shehe pia katika kijiji hicho cha huko kwao. Lakini pia msikiti huo, nikupe tu siri moja, Harmonize aliweka wazi na kusema kwamba anatamani msikiti huo uitwe jina la kwake Diamond Platnumz, yani Nasibu, yani msikiti uitwe msikiti wa Nasibu. Sasa kwa sababu wote kwa pamoja walianza wote, na mwisho wa siku mambo ambayo yametokea hapa katikati yasiwafanye kwamba msikiti huo ndio usiitwe jina lake. Amewaomba wanakijiji wenzake na mwisho wa siku wamekubali msikiti huo uitwe jina hilo. Vipi kuhusiana na kwamba yeye atajivunia baraka? Lakini nikupe tu siri moja, Waislamu katika dini yao wanasema kwamba kwa yote yule ambaye anajenga msikiti na akaendelea msikiti huo ukaendelea kuswaliwa, yani kwa maana kwamba msikiti huo ukiwa una watu wanaingia kwenda kusali, basi itambulike tu kwamba dhambi zako uko ahera. Yani inamaanisha kwamba hata kama ukiwa na dhambi basi utazidi kusamehewa kulingana na watu wale watakuwa wana swali katika eneo lile pale. Hasa kupitia ukurasa wake Harmonize imeandika kwamba Allah Akbar, akaweka emoji ya love, yani Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Mosque Nasibu, yani msikiti wa Nasibu almost done, yani msikiti wa Nasibu. Ukijaribu kuangalia hata hapa hivi alivyoandika mosque ni lugha hapa hivi ni lugha ya kigeni, ni msikiti wa Kiswahili. Nasibu jina la Diamond Platnumz almost done, yani unakaribia kuisha. Ya Allah tusamee madhambi yetu yote, yani Mwenyezi Mungu tusamee dhambi zetu zote. My dad made my day, baba yangu amefanya siku yangu with this video, amefanya siku yangu yani kuwa na furaha baada ya kuona video hii. The cut huku mbeleni nitakuja kuongea vitu ambavyo sivyo, afu mwisho wa siku nije niingie huko katika ufalme wa mbinguni nikute nimetenda dhambi. Hapana, siwezi kusoma hichi kitu huko mbeleni. Sasa lakini ipo hivi, kwake Harmonize ili ambalo amelifanya hapa ni jambo la kushukuru, lakini pia ni jambo pia la kuweka wazi kwamba msikiti huu upo mbioni kwenda kuisha na hajaomba msaada kwa mtu yeyote yule. Na nafikiri kwamba kama kuna mtu atakuwa anahitaji kwenda kufanya mchango wa jambo lolote lile, basi atawadirect kwamba wapeleke katika msikiti huo, au kuna namba ya simu labda itakayowekwa kwa ajili ya kununua vitu kwa ajili ya msikiti huo. Yapo mambo mengi ambayo wasanii wanayafanya katika dunia hii, lakini jambo la kujenga nyumba kwa ajili ya ibada ni jambo ambalo ni jambo gumu sana. Yani wanaweza kutumia pesa zao kwenye starehe, wanaweza kutumia pesa zao kwenye vitu mbalimbali, lakini jambo la kujenga nyumba kwa ajili ya ibada, jambo hilo watu wengi hawaliwezi. Jambo hilo watu wengi hawajaweza pia kutimiza ndoto hiyo, sababu ukianza kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu watu wakaendelea kumwabudu, pia na wewe pia binafsi utapata baraka hizo, kwa sababu na wenyewe kwenye ile sehemu ya wanapoenda kuabudu pale, wewe umeweza kuzuia jua lisiweze basi kuwapata kupitia pesa yako, labda kuna tofali ulitoa mchango, nyumba haijawadondokea. Yani kuna mambo mengi ambayo wanayafanya pale, pia na wewe baraka zinakupata. Kwa hiyo kwake Harmonize katika jambo hili naweza nikasema kwamba pia na yeye anapata baraka kupitia haya ambayo ameyafanya katika kipindi hichi. Sijui kwa wasanii wengine ambao wamemzunguka kama wanaweza kufanya kitu cha namna hii, na kama wanaweza kufanya kitu cha namna hii basi ni vema zaidi kukifanya, kwa sababu katika siku za usoni basi
vitabu vya dini vinasema kwamba ni vema zaidi ufanye jambo kipindi cha ujana wako. Katika kipindi cha uzee itakuwa ni shida kufanya mambo kama hayo, kwa sababu unaweza ukawa hauna pesa, unaweza ukawa hauna nguvu. Kwa hiyo kama unataka kufanya jambo la kumpendeza Mwenyezi Mungu, ni vema zaidi ukalifanya kipindi hichi ambacho una nguvu, kwa sababu kipindi hicho hatujui kipindi cha usoni ni kipi, uko siku za mbeleni ni zipi, tutakuwaje, tutakuwa tuna nguvu gani. Basi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.